شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخوتي في الله، يقول جل وعلا: وما تنفقوا من خير يعلمه الله. الوقف نفقة وصدقة أصلها ثابت وأجرها متجدد. هذا الأجر العظيم جاء في صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال له تمغ، كان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، أي أنه غال ومحبب إلى نفسي، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر رضي الله عنه، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وللضيف كذلك وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناحا على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. هذا الحديث أحبتي في الله يعتبر أحد المصادر التي بيّنت فضل الوقف وأصلت مشروعيته، واستمد منه الفقهاء أحكام الوقف من حيث قواعد وأسسه وحرمة التصرف فيه، وما يحل للناظرين وما يحرم عليه. فتعريف الوقف بعد هذا الكلام عند أهل العلم مستمد منه، وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. إخوتي في الله، وقف هي صدقة جارية. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إخوتي في الله، إن الناظر إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبين أهمية الوقف. ولجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا تباع. Watukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hotuba yetu ya leo tazungumzia kuhusiana na wakfu. Na wakfu imegawanyika katika sehemu mbili: wakfu khairi wa wakfu ahli au dhurri. Wakfu khairi ni kitu ambacho mtu amekitoa na ikawa inaweza ikatumika kwa njia yoyote ya kheri au ile njia ambayo amekusudia, kama vile kujenga misikiti, kujenga madrasa, kuchimba visima na kadhalika. Hii yote inaingia katika wakfu khairi. Na wakfu sampuli ya pili, wakfu dhurri au ahli, ni mtu kutoa wakfu
lakini akasema ya kuwa wakfu hii ni yangu na familia yangu, wakfu hii ni ya familia yangu, na wakfu wa aina yoyote haiuzwi. Wakfu haiuzwi, pia vile vile hairithiwi wakfu, na pia vile vile haitolewi zawadi. Yaani ukachukua wakfu fulani ukampa mtu fulani zawadi, la, au ukauza wakfu, hairuhusiwi. Au mtu akarithi wakfu, wakfu hairithiwi. Kwa hiyo wakfu huwa habsul asli wa tasbilu almanfaa, ni mtu kuzuia ile kitu ambacho anacho, lakini manufaa yake ikawa inaenda kwa wale ambao amewalenga au amewakusudia. Ikiwa ni wakfu khairi katika ile sampuli ya kwanza, basi twatizama huyo aliyetoa wakfu alikusudia nini, na hiyo inaingia katika nguzo 4 za wakfu, ambayo nguzo ya kwanza ni huyu mwenye kutoa wakfu, alwaqif, huyu mwenye kutoa wakfu, na nguzo ya pili almawquf, ni kile kitu ambacho kimetolewa wakfu, na ya tatu asigha, ni ile matamshi au makusudio ya yule aliyetoa ile wakfu, na ya 4 huwa almustafid, ni ile mtu ambaye amekusudiwa katika ile wakfu. Ikiwa mtu amejenga nyumba kwa mfano na akasema nyumba hii ninatoa ni wakfu, lakini ni wakfu ya wanafunzi, hivi ndivyo alivyosema, basi inabakia kuwa ni wakfu ya wanafunzi. Na lau akitoa mtu wakfu akasema wakfu hii ni ya maskini na mafakiri, basi inakuwa ni ya maskini na mafakiri, kama vile ilivyokuwa katika wakfu ya Uthman radhiallahu anhu, na mpaka siku zetu za leo katika mji wa Madina kuna hiyo wakfu ya Uthman radhiallahu anhu, karibu 4 star hotel, wakfu ya sahaba Uthman radhiallahu anhu, na mpaka leo hii kuna account katika bank ya huyo sahaba Uthman radhiallahu anhu, pesa inaingia katika akaunti yake. Lakini Uthman alitoa hiyo wakfu akasema iwasaidie maskini na mafakiri. Kwa hiyo ile mapato ambayo inatolewa pale inawasaidia maskini na mafakiri. Ikhwati fillah, na ndugu zangu katika iman, anasema Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu ya kuwa hakuna sahaba yeyote katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa na uwezo ila alitoa wakfu. Na swala hili la wakfu linafahamika kuanzia wakati wa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka siku zetu za leo, na ni miongoni mwa vitu ambavyo mtu ananufaika nayo hata akiondoka katika huu ulimwengu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanadamu akifariki mambo yake yote yanakatika ila mambo matatu: sadaqatin jaria, sadaka yenye kuendelea, au elimu yenye manufaa, au mtoto mwema yule anayemwombea dua. Umar radhiallahu anhu alikuwa na shamba nzuri inayotoa tende nzuri sana, na Umar alikuwa akipenda, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, nataka nitoe shamba yangu, naipenda sana, nataka nitoe sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akikusudia kuwa nataka kutoa kama wakfu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema itoe, hiyo ni sadaka yako, kwa maana ni wakfu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la yubaa, haiwezi kauzwa, wala yuhab, wala haiwezi kapeana zawadi,
wala yuwarrath, wala haiwezi karithiwa. Wewe ambao umetoa wakfu, umetoa kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na umetoa kwa sababu wataka malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni wakfu khairi, kisha ukaandika, na ni nzuri kuandika kwa sababu haujui kuondoka katika huu ulimwengu watoto wako watasema nini juu ya hizo wakfu, kwa sababu kuna baadhi za watu ambao walitoa mali zao ni wakfu, walipofariki watoto wao wakasema la, hii si wakfu, hii ni urithi. Kuna tofauti ya urithi na wakfu. Na hivyo hivyo hata katika ile wakfu ya sampuli ya pili ambayo tumesema ahli, mtu ikiwa atasema ya kuwa property hii ni wakfu ya familia yangu, inabakia kuwa ni wakfu ya familia yake, na ni tofauti na urithi. Urithi kiwango yake Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Qur'an, wanaopewa Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza. Ama wakfu, wewe unaweza ukaeleza wale watu ambao unataka wafaidike, na ikiwa ni wakfu am, ile ya kwanza wakfu khairi, mtu amekusudia labda watu fulani, basi haiendi ila kwa wale watu. Katika mji wa Madina karibu na msikiti ambayo inafahamika kama siku hizi Masjid Qiblatain, lakini al-asli inaitwa Masjid Bani Salima, kabla ya roundabout kwa mkono wako wa kushoto kuna bwana ambaye alijenga manyumba building, amejenga building 5, lakini building ina ghorofa 10, kisha akaipa idara ya Jamia Islamia, Islamic University, akaipa hizo manyumba idara ya Jamia, akasema hii ni wakfu yangu, nimetoa kwa wale wanafunzi ambao wanatoka nchi za nje waishi katika hii nyumba bila ya kulipa. Kwa hiyo yeye ametoa kwa makusudio ya wanafunzi. Je, wewe kama ni maskini utakuja useme mimi ni maskini, nataka pia nipewe sehemu ya kuishi? La, hauwezi kupewa. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa mtu amekusudia wakfu yake itumike katika sehemu fulani au watu fulani, basi haifai kutumia ila kwa wale watu au kwa ile sehemu ambayo mtu amekusudia. Mtu ametoa wakfu yake akasema wakfu hii naitoa kwa msikiti, kwa maana isaidie mambo ya misikiti, kisha wewe unakuja unasema bana, wajua mimi ni maskini, jana sijakula na hii ni wakfu, mimi nataka pesa ya wakfu. Naambia hapana, aliyetoa alikusudia ni mambo ambayo yanahusiana na msikiti. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، إن الواقف إذا أراد أن يعرف فضل الوقف وسبب حرص السلف عليه وعلى ما يكون من بعده من أجر وما يخلفه ذلك المتبرع من أجر عظيم، يستحضر قول الباري سبحانه وتعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أمنية عظيمة، أمنية غالية عظيمة. هذه أمنية لم يطلب حجا أو عمرا أو صلاة أو ذكرا، بل طلب صدقة لما لها من أثر وفضل عظيم. وتكوف إسلام،
waliotangulia walijua umuhimu ya kutoa wakfu, wakiwemo masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu waliokuja baada ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamejua umuhimu wa wakfu baada ya wao kupata msukumo na kusukumwa na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanfiqu mimma razaqnakum, toeni vile vitu ambavyo sisi tumewaruzuku kabla ya mauti haijajia mmoja wenu, ikawa anasema pale roho inapomtoka, ikawa anasema laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Ewe Mwenyezi Mungu, lau ikiwa utachelewesha muda wangu wa kuondoka katika ulimwengu, unipe muda mchache. Afanye nini? Hajataka apewe muda mchache ili afanye hija, hajataka apewe muda mchache afanye umra, hajataka apewe muda mchache aswali, hajataka apewe muda mchache alete dhikri, bali ametaka apewe muda mchache fa asaddaqa, ili niweze kutoa sadaka. Msukumo huu iliwasukuma hawa wema waliotangulia na Waislamu waliokuja baada yao kuweza kutoa mali yao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini cha kusikitisha, katika hizi siku ni nadra sana usikie mtu katoa wakfu. Si eti hawapatikani, wanapatikana. Mwanzo wa mwaka huu, ndugu yetu Abdallah Ondiegi aliyekuwa trustee wa Kisumu Muslim Association, kuna siku alinipigia simu, kawa ananiambia, chairman, kuna bwana ambaye amenifuata yeye, anatoka Luanda Kotieno, yuko na ardhi yake, anataka kutoa wakfu. Kwa hiyo kuna watu kama hao ambao bado wako katika ulimwengu. Kwa hiyo ni muhimu kwa Muislamu kuweza kutoa wakfu, na swala hili halimaliziki kwa wale waliotangulia. Manake ukitizama hata katika historia za wakfu ya Kisumu utapata wakfu nyingi zimetolewa miaka 40 na 50 zilizopita, lakini baada ya hapo si eti hakuna Waislamu, si eti hakuna wanaojiweza, lakini thakafa hii, ada hii tumeghafilika sana nayo. Lakini Muislamu anatakiwa kuweza kutoa mali yake ya wakfu, na hiyo ndiyo itamnufaisha baada ya kuondoka katika huu ulimwengu. Watoto wako, ile mali ambayo utakayoacha, huenda wakachezea, na haiwezi kukunufaisha ila ulichokitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, masala ya wakfu ni jambo ambalo ni muhimu na haitoshi katika hutuba moja, lakini tunatakiwa tuweze kuzingatia maneno haya na tuweze kuleta katika maisha yetu. Yaqulu jalla wa ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli